BMP TV Professional Update. Waendeleaje ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, mara tena BMP TV Online inakuja mbele zako kwa nia ya kutaka kukupa update za moto kabisa ambazo zinazidi kuendelea sasa hivi, na naamini ndugu mtazamaji ni update nzuri sana ambazo zitakufanya na kufahamu yale ambayo yanazidi kuendelea katika kutana za dunia. BMP TV Online tunazidi kukuletea mambo kamili kabisa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ituri, maeneo ya mkoa wa Ituri huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, airport kumilikiwa na majeshi ya kigeni ambayo ni ya Kiuganda. Ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, endelea kufurahia matangazo yetu ya hapa na pale ambayo BMP TV Online inazidi kuwakilisha vyema kabisa. Says the Mr. Orange nikiwa kwenye mic. Subscribe, like, pia na comment, na hivyo utakometisha zaidi kwenye account yetu hii ya BMP TV Online kwa huko YouTube. Pia follow page zetu Instagram, TikTok pamoja na Facebook, na hivyo utakometisha zaidi kwa sababu kuna update zingine zinapanda kwenye mitandao kama Instagram, Facebook pamoja na TikTok ikiwa ni tofauti tofauti. Kwa hiyo kama mwanafamilia wa BMP TV Online inabidi mambo yote kuyapata kwa ufanisi kabisa. Habari kamili. Habari ambazo BMP TV Online tumezipokea katika ofisi zetu, ambayo tumeona ni vyema tuweze kushare pamoja na wewe ndugu mtazamaji wetu. Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkoa wa Ituri, ambako kwenye airport ya Ituri, airport kumilikiwa na majeshi ya kigeni ambayo ni majeshi ya Kiuganda. Hiyo ni mojawapo ya kitu ambacho sasa hivi kinazidi kuweka ukakasi mkubwa katika nchi nzima, kwa sababu kuona maeneo ambayo ni makubwa katika nchi yameanza kukamatwa na majeshi ya kigeni au nchi za kigeni, ambayo ni hiyo hivyo airport kumilikiwa na jeshi la Uganda. Ya shahidi mmoja ambaye tulipata taarifa yake moja kwa moja, ambaye alikuwa kabisa sehemu kama na hiyo ya hapo Ituri, alijaribu kutaka kufika kwa nia ya kutaka kuvisit airport na kutaka kujua mengine ambayo yanazidi kuendelea. Kufika kwake pale, alitaka kujaribu kuingia ndani, ila alipata uzuizi mkubwa na kuambiwa kuwa ustahili kuingia ndani kwa sababu hapa sasa hivi majeshi ambayo yako hapa ni ya Kiuganda na si ya DRC. Kwa hiyo yeye kama alipata mshtuko mkubwa na kuona ni kwa nini hiwe hivi, na ikiwemo mimi ni kama mtoto wa nchi, kwa nini nizuilike. Aliwaambia kuwa kuja kwa nia ya kutaka kufahamu ni nani yuko mlangoni, bali amekuja ni kwa nia ya kutaka kuvisit na kujua mambo mengine ambayo anazidi kuyafanya. Lakini aliambiwa kuwa hapa si majeshi ya DRC bali ni majeshi ya Uganda. Alipata mshtuko mkubwa sana kwenye moyo wake na kusema kuwa basi acha kila siku DRC iweze kwenda na kuwa chini siku zote, kwa sababu akaongea kuwa kwa nia hii ambayo sasa hivi tunazidi kuoneshwa mambo ambayo yanazidi kuendelea sasa hivi ya kuhusu airport ya Ituri kumilikiwa na majeshi ya Uganda. Kweli ni kweli vita haviwezi vikaisha katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu siku baada ya siku kila tukio inazidi kujionesha. Na hivyo swali lake lilikuwa ni Felix Tshisekedi, kwa nini umeruhusu kitu kama na hichi? Felix Tshisekedi, kwa nini au utaongea nini kwa wananchi kwa tukio hii ambayo inazidi kuendelea sasa hivi ya kuonesha kuwa sasa hivi ambayo ni airport ya huku Ituri inamilikiwa na ya wanajeshi wa kigeni? Utaongea kauli gani kwa watu? Hiyo ni mojawapo ya kitu ambayo imempa mshtuko mkubwa sana, na kuona kuwa sasa hivi Rais Felix Tshisekedi hakuna msimamo ambao ameuweka. Swali yake kubwa tena ikaja na kujiuliza peke yake kuwa au labda inawezekana kuna namna nyingine ambayo Felix Tshisekedi ameshafanya kwa sababu ya kuuzisha eneo kama lile. Lakini kwa pale ambapo alipokuwa sehemu yenyewe husika kupewa majibu kama tayari washafanya mahojiano au ni vile tu wanatumia mabavu. Lakini tujaribu kujadili ndugu mtazamaji wa BMP TV Online kwa mambo ambayo yanazidi kuendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
kwa sababu haiwezi ikawezekana mtu utoke kwenye nchi yako uje kwenye nchi ya mtu mwingine alafu ufanye kambi kabisa na ya kama vile Kiwalale alafu eneo kama airport. Hapo ni tayari kuna uwezekano wa kusema tayari kuna mauziano ambayo tayari yalishapita kwa sababu ya kumiliki eneo kama na hilo. Ici où vous me voyez, je suis à l'aérodrome de Mahagi. Mahagi, c'est un territoire de la province de l'Ituri qui est situé à la frontière avec l'Ouganda, à plus de 200 km de la ville de Bunia. Alors, je suis venu ici, je voulais visiter l'aéroport, notre aéroport congolais de Mahagi. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve l'armée ougandaise qui a encerclé cet aéroport. Et l'armée ougandaise, c'est elle qui contrôle tout mouvement, toute entrée, toute sortie dans l'aéroport. Je n'ai vu aucun militaire congolais, je n'ai vu que des militaires ougandais lourdement armés. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent nous ne pouvons pas accéder. Un militaire ougandais me refuse l'accès, moi congolais, dans mon propre pays. Monsieur le président Félix, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette histoire, c'est quoi? Est-ce que vous avez vendu une partie de notre territoire aux Ougandais ou comment? Comment on peut nous expliquer que des militaires ougandais lourdement armés prennent le contrôle d'un aéroport en fonction? Je rappelle que cet aéroport fonctionne, des avions viennent de Bunia pour ici. Et c'est des Ougandais qui font la loi sur un aéroport congolais où je n'ai vu aucun militaire congolais. J'ai regardé, j'ai cherché, pas de militaires FARDC, c'est des militaires ougandais lourdement armés. Quelqu'un peut nous expliquer ça? Lorsque moi j'ai dit qu'il ne s'agit pas de coopération que nous faisons ici, qu'il s'agit d'une invasion ougandaise malheureusement cautionnée par notre gouvernement, on ne m'écoute pas. Voilà les preuves, monsieur le président. L'officier ougandais qui sont allés chercher, parce que j'ai dit moi je dois accéder dans ça, je dois entrer, caméra à l'appui, je vais y entrer. Ils ont dit tu peux pas. Ils ont fait venir leur officier, je ne sais même pas il est de quel grade. Il m'a dit ceci. Monsieur, tu ne peux pas accéder ici. J'ai dit pourquoi? Parce que cet endroit, c'est un endroit militaire. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas venu visiter un camp militaire, je suis venu visiter l'aéroport de Mahagi dans mon pays. Il me dit, c'est moi qui fais la loi ici, mais je peux t'arrêter si tu continues à parler. Et même, j'ai le pouvoir d'interdire même l'atterrissage d'un avion dans cet aéroport. J'ai dit, hein? Vous, Ougandais, vous avez le pouvoir d'interdire à un avion congolais d'accéder dans cet aéroport. Mais qui vous a donné ce pouvoir-là? On s'est chamaillé, je suis rentré. Monsieur le Président, c'est terrible, ça fait la honte que dans notre propre pays, nous ne pouvons plus circuler parce qu'il y a des militaires ougandais qui d'ailleurs, il faut les rappeler ici, que font ces Ougandais à Mahagi? À Mahagi, il n'y a pas de milice. Aucune milice à Mahagi. Il n'y a pas d'insécurité ici. Il n'y a rien qui justifie qu'on ait donné un aéroport de notre pays à des militaires ougandais. Il n'y a rien qui le justifie, monsieur le président. Je suis là. Je suis venu de Kinshasa, je suis ici à Mahagi. Et c'est ce que j'ai vu. C'est que vous avez tout simplement vendu, cédé une partie de notre pays à des Ougandais. Et c'est une invasion qui est voilée sous une forme, on ne sait pas, de coopération. Je n'ai jamais vu une telle coopération, moi, depuis que j'existe. Je vous rappelle qu'au même moment où nous parlons, j'ai fait le territoire de Djougou où la milice CRP de Thomas Lubanga, le Thomas Lubanga qui est hébergé par l'Ouganda, armé par l'Ouganda, nourri, logé par le gouvernement ougandais, est en train d'attaquer nos forces armées à Djougou. Plusieurs déplacés comme il y a plus qu'on en avait déjà à Djougou. C'est ça la coopération que vous nous parlez? C'est quel genre de coopération ça? Où vous laissez les Ougandais venir s'emparer de notre pays et au même moment ils alimentent l'insécurité chez nous et vous nous dites qu'on est dans une coopération. Monsieur le Président, voilà la situation. Na ndiyo swali kubwa ambayo inazidi kubaki katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa moja kwa kiongozi huyo Felix Tshisekedi, kwa kuuliza tu ni kwa nini tukio kama na hili umeamua kulitenda? Ni kwa nini umeamua kupoteza sehemu kubwa kama na hii katika nchi yako? Na kwa nini kuruhusu majeshi ya kigeni kumiliki sehemu kubwa kama airport? Kwa sababu siku zote unaambiwa kuwa nchi inatekwa na vitu vikubwa ambavyo ni
kuhakikisha uvikamate kabisa ni bandari pamoja make sehemu ya mipaka bandari, airport na kwenye mipaka ya nchi. Ukifanikiwa kushika sehemu kama na hizo pamoja na radio, basi una kazi kubwa tena ya kutaka kufanya mapinduzi katika nchi, kwa sababu hizo ni sehemu kubwa ambazo ni kubwa ambazo zina umiliki fulani katika nchi, na ndiyo pale ambako tunazidi kuona kuwa Uganda sasa hivi imejionesha wazi kuwa tayari wameshika airport. Kesho tusikie sehemu nyingine imeshikwa, basi hiyo itakuwa ni kazi gani au ni shughuli gani ambayo Felix Tshisekedi anazidi kuitenda katika siasa zake sasa hivi? Hiyo imekuwa ni mojawapo ya malalamiko makubwa ambayo inazidi kuja katika jamii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakilia na kuwezeka kwa mambo ambayo yanazidi kuendelea na kuongea kuwa basi vita haviwezi vikaisha leo au kesho. Mikakati ambayo inazidi kuendelea au mikataba ambayo inazidi kuendelea kati ya Felix Tshisekedi na nchi zingine ni mambo ambayo yanazidi kuhuzunisha, kwa sababu kufikia mpaka hatua hii ya kuruhusu majeshi ya kigeni kuja kumiliki maeneo katika nchi ni mojawapo ya kusema kuwa mikataba yake imemfikisha pabaya. Inaweza ikawa ni maswali magumu sana kwa wananchi na kujiuliza ni kwa nini hili limefanyika, ila ambaye ana majibu yake siku zote ni rais mwenye Felix Tshisekedi kwa ile ambayo limetendeka. Lakini tu kwa ndugu zangu ambao wako maeneo ya Ituri wanaweza wakawa na ushahidi zaidi kwa mambo ambayo yanazidi kuendelea huko Ituri kwenyewe kwa airport hiyo, ambao wenyewe walikuwa live kabisa kwenye mambo ambayo yanazidi kuendelea huko Ituri. Ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, kwa namna hii ambayo inazidi kuendelea, na ndiyo maana siku zote watu wanazidi kulalama pamoja na rais huyu hapa mstaafu ambaye aliingia siku hizi tu katika nchi na kuongea kuwa siasa za Felix Tshisekedi inapeleka nchi pabaya. Nafikiri kuwa kwa namna moja ama nyingine ambayo japokuwa tujasikia maneno ya Felix Tshisekedi, kuna kuwa na ukweli ndani yake ambao unazidi kwenda na jidhihirisha, kwa sababu kuna siasa zingine ambazo mtu anazifanya kwa mikataba ambayo ni ya kijinga na kipumbavu kwa sababu ya kutaka kupeleka wananchi shimoni. Kwa nia kama hii ambayo tumeanza kuiona hii leo ya sehemu kama hiyo kubwa katika nchi kuanza kushikiliwa na majeshi ya kigeni. Ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, ni huruma sana, tuzidi kuiombea nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sauti moja kwa moja kutoka BMP TV Online ikiwa ni chini ya usimamizi wa Mr. Orange, tunazidi kuwakilisha vyema kabisa uwanja wa BMP TV Online. Kwenye mawasiliano zaidi piga namba hizo hapo ambazo ziko kwenye screen yako, hivyo utapata mawasiliano ya moja kwa moja na BMP TV Online. Kwa subscribe, like pia na comment huko YouTube, na hivyo utakometisha zaidi kwa mambo kama na haya. Ndugu mtazamaji, nafikiri kuwa ni mambo mazito na makubwa ambayo yanazidi kuendelea. Kwa jaribu ku drop comment yako hapo chini ili tujue kwa pamoja na umoja kwa kile ambacho unazidi ukifahamu unatujuza, na sisi pia ambao tunazidi kukuletea taarifa hapa na pale. Na hivyo follow page zetu Instagram, Facebook pamoja na TikTok, na hivyo utakuwa umetisha zaidi. Sasa Mr. Orange tunazidi kuwakilisha vyema uwanja wa BMP TV Online. Asante. BMP TV Professional Update.